Kuelekea uchaguzi mkuu, mwenyekiti wa Jumuiya ya Kikristo Tanzania CCT mkoa wa Morogoro, Askofu Jacob Mameo ametoa wito kwa vyama vyote vya siasa kutokuleta migogoro isiyo ya lazima itakayoleta utengano kwa raia. Mwenyekiti wa Jumuiya ya Kikristo Tanzania CCT mkoa wa Dar es Salaam na Pwani, Askofu Dr. Alex Gezmanasusa amewataka vijana nchini kuchukua tahadhari juu ya matumizi ya teknolojia yanayoendelea kujitokeza duniani. Naibu Waziri Ofisi ya Rais TAMISEMI Afya, Daktari Festo Lugange amezitaka halmashauri zenye uwezo wa kiuchumi kuajiri watumishi kwa mikataba ili kutatua changamoto ya upungufu wa watumishi katika mamlaka za serikali za mitaa. Na katika habari za kimataifa, mapigano kati ya wanamgambo wa RSF na jeshi la Sudan yamesababisha vifo vya takribani raia 57 katika mji uliozingirwa wa El Fasher huko Darfur. Mungu wangu, mbona umeniacha, ni miongoni mwa maneno ambayo aliyatamka Yesu Kristo pale msalabani wakati anakata roho. Ilikuwa ni Ijumaa ambayo yenye utulivu. Ni siku ambayo Wakristo ulimwenguni kote tunakumbuka kifo cha Bwana wetu Yesu Kristo ambaye alikufa msalabani kwa ajili ya ondoleo la dhambi la watu wote duniani. Karibu sana Ijumaa ya hii leo kwenye habari. Mimi ni Francisco Nongolo, nitakusomea habari za kitaifa, lakini pia wengine utawasikia hapa kwenye habari mbalimbali ikiwemo habari za kimataifa ambapo utamsikia Gerald Leonard. Popote pale ulipo unaweza ukaendelea kutufuatilia habari hii kwenye YouTube channel yetu ya Upendo Media, tunapatikana hapo mubashara, lakini kwenye kurasa nyingine za mitandao ya kijamii pia tunapatikana kama Upendo Media. Karibu tuanze habari Ijumaa ya hii leo, Ijumaa tulivu, tukianzia kule mkoani Morogoro ambapo kuelekea uchaguzi mkuu, mwenyekiti wa Jumuiya ya Kikristo Tanzania CCT mkoa wa Morogoro, Askofu Jacob Mameo ametoa wito kwa vyama vyote vya siasa kutokuleta migogoro isiyo na lazima itakayoleta utengano kwa raia. Zakaria Usanga na undani wa taarifa hii. Ameeleza hayo leo wakati akizungumza kwenye ibada ya Ijumaa Kuu kitaifa iliyofanyika katika kanisa la Kiinjili la Kilutheri Tanzania, Dayosisi ya Ulanga Kilombero mkoani Morogoro, ambapo amesema ni wajibu wa kanisa kuhakikisha amani inatunzwa na ni wajibu wa serikali pia kuangalia malalamiko ya wananchi ili kuhakikisha kunakuwa na uchaguzi wa haki na amani. Maana ya uchaguzi ni kuwapa uhuru watu wachague mtu anayemtaka. Ndio maana tunafanya uchaguzi. Na maana ndio tunafanya uchaguzi wa vyama vingi kulinganisha sauti. Lakini Watanzania, kinachotokea sasa ni kama hatulinganishi sauti. Tumeanza kupigana viatu. Kiona na mtu anakuzidi kwa sera, unaamua kutumia nguvu kumzima. Watanzania wengi wanalalamikia tume huru ya uchaguzi kwamba sio tume huru. Na wanafanya hivyo kwa matukio yaliyotokea nyuma, uzoefu uliotokea nyuma. Ni wajibu wa serikali kuangalia upya malalamiko ya watu wake. Katibu mkuu wa Jumuiya ya Kikristo Tanzania CCT, Mchungaji Dr. Kenon Moses Matonya, amesema ni wajibu wa viongozi wa dini kuhakikisha wanawahimiza wananchi kujiandikisha na kuhakikisha taarifa zao katika daftari la kudumu la wapiga kura, na pia kuwahimiza wale wanaoona wana uwezo na sifa za uongozi kujitokeza na kuchukua fomu ili kugombea nafasi za uongozi katika uchaguzi mkuu. Aidha, amewatahadharisha wagombea wote wanaotumia kipindi hiki kutoa rushwa, kwani rushwa ni adui wa haki na ni haki ya kila mmoja kuchagua yule anayefaa na mtu sahihi. Ikatae rushwa. Rushwa ni adui wa nini jamani? Rushwa ni adui wa haki. Na hiyo ni moja ya vitu ambavyo tumekuwa tukiviimba tangu shuleni. Rushwa ni adui wa haki. Sitapokea wala kufanya nini jamani? Wala kutoa rushwa. Tunawaomba sana. Siku hizi watu kweli wameanza kukosa uadilifu. Wanapokea sana rushwa eti kwamba tule hela yake na sisi. Sasa ukitoa rushwa, mwenzako akiingia atahakisha anairudisha hata mara 10 hiyo fedha. Na wewe utakosa haki zako zote
mambo mengi ya maendeleo hayatafanyika kwa sababu wewe umeamua kuuza haki yako kwa mtu ambaye hafai. Naam, asante sana Zakaria Osanga kwa taarifa hiyo kutokea kule mkoani Morogoro, ambako pia kuna ibada hiyo imefanyika, ibada ya Ijumaa Kuu kitaifa kwa siku ya hii leo. Inatufanya sasa tuangazie kutokea jijini Dar es Salaam. Mwenyekiti wa Jumuiya ya Kikristo Tanzania CCT katika mkoa wa Dar es Salaam na Pwani, Askofu Dr. Alex Geza Malasusa amewataka vijana nchini kuchukua tahadhari juu ya matumizi ya teknolojia yanayoendelea kujitokeza duniani, yakiwemo matumizi ya akili mnemba, na badala yake waendelee kuweka imani kwa Mungu, wakitambua kuwa teknolojia ni neema tu. Huyu hapa Potina Nelson na taarifa kamili. Amesema hayo wakati akifungua kongamano la Pasaka la Umoja wa Wanafunzi wa Kikristo Tanzania UKWATA mkoa wa Dar es Salaam na Pwani, linalofanyika katika shule ya St. Matthew iliyopo Kongowe, Dar es Salaam, ambapo amesema teknolojia pamoja na kurahisisha vitu vingi, lakini lazima uendelee kuamini uwepo wa Mungu kwa kuwa yeye ndiye mwenye uhakika wa yote. Katika dunia hii ambayo vijana wengi hawataki kusikia neno la Mungu, hawataki, na wanakuwa bored, hawataki kwenda makanisani. Katika dunia hii ambayo mambo mazuri hayafurahishi isipokuwa mambo mabaya, hata katika simu ndiyo yanayokimbiliwa na watu kwenda kuya. Hapana, sisi tumtafute Mungu ili tuishi. Tafuteni Bwana ili uishi. Tafute Mungu ili uishi. Yaani business yetu sisi, yaani kitakachotufanya tuwe busy ni kumtafuta Bwana. Aidha, Askofu Dr. Malasusa amewasihi vijana hao kujenga utamaduni wa kwenda kanisani, kuendelea kuwashuhudia vijana wengine mambo mazuri, wawe na bidii katika masomo, wawe na nidhamu, wakitambua kuwa UKWATA ni sehemu ya maandalizi ya kuwa kiongozi wa kanisa na serikali kama ilivyo kwa viongozi wengi. Kwa hiyo nataka kusema katika kurahisishwa vitu, sisi tunaoishi katika dunia hii tuko katika hatari sana. Muangalieni sana Mungu. Msimwache kumwangalia Mungu. Tusije tukachotwa na maarifa ya dunia hii. Bado Mungu aitwe Mungu. Na ndivyo tunavyotaka mwana UKWATA awe smart hapa, awe smart hapa. Hebu piga hapa na wapi? Mwana UKWATA lazima awe smart. Kichwani anapasua A, hapa moyoni ana hakika uzima wa milele. Mratibu wa vijana UKWATA mkoa wa Dar es Salaam na Pwani, Mchungaji Oscar Mliuka, amesema katika kongamano hilo wanafunzi hao watafundishwa neno kuu, somo la afya ya akili, afya ya uzazi, somo la tabia ya kijana, na kutakuwa na mashindano ya michezo mbalimbali, huku baadhi ya wachungaji walioshiriki ufunguzi huo wakiwasihi wazazi kuwa karibu na watoto wao. Kwa unyenyekevu mkubwa nichukue nafasi hii kumshukuru Mungu sana kwa maongozi na malezi ambayo umekuwa ukitoa wakati wote kwa kundi hili la UKWATA kwa mkoa wetu wa Dar es Salaam na Pwani. Sisi wana UKWATA tunabarikiwa sana na jinsi ambavyo tunapokea maongozi na malezi kutoka kwenye ofisi yako na kupitia wasaidizi wako wote katika kanisa kwa ngazi zote. Wazazi wenzangu na walezi, tunalo jukumu la kuendelea kuwalea vijana wetu ili kanisa hili ambalo tumelikuta sasa tuliache na sisi tunapoondoka, na vijana hawa waweze kulitunza kanisa hata atakaporudi Bwana na Mwokozi wetu Yesu Kristo aikute imani. Namshukuru Mungu kwa tumefurahi sana. Tuna uhakika kanisa lina wenye kanisa wapo, kwa kweli wapo. Mungu awabariki.
Mwenyekiti wa UKWATA Carlos Joseph amesema kupitia makongamano hayo wamekuwa wakijengwa kiroho, huku baadhi ya washiriki wakiwaomba wazazi kuwaruhusu watoto wao ili kuwapatia maarifa mapya. Kitabu kile cha Isaya 45 mstari wa 22 nao unasema, niangalieni mimi mkaokolewe. Neno hilo liliandikwa kwa ajili ya wanafunzi. Limeandikiwa kwa watu wale ambao wamepotea, kwamba tumuangalie yeye ili tupate kuokolewa. Kwa ujumbe wangu uliopokea kwa askofu, tumtumikie Mungu na kupata maarifa mengi na tujiepushe na mambo ya kidini. Mimi kitu nilichokipata kutoka kwa baba askofu ni kwamba nimejifunza kwamba kwenye UKWATA kuna kwa ndani ya UKWATA mambo mengi yanawezekana. Mfano viongozi wengi wa serikalini wametoka ndani ya UKWATA, walifundishwa tabia nzuri, walielekezwa maneno ya Mungu mpaka wameenda kuwa viongozi wazuri serikalini, na hata hivyo hadi serikali imewapenda hivyo mpaka wanaendelea kufanya kazi serikalini. Ufunguzi huo umehudhuriwa pia na wachungaji mbalimbali wa Dayosisi ya Mashariki na Pwani, ambapo kongamano hilo limehudhuriwa na wanafunzi zaidi ya 800. Haya, mtazamaji, taarifa hiyo ambayo imesomwa hapa na Potina Nelson inatufanya sasa tuangazie habari kutokea makao makuu ya nchi kule jijini Dodoma. Naibu Waziri Ofisi ya Rais TAMISEMI Afya, Daktari Festo Dugange amezitaka halmashauri zenye uwezo wa kiuchumi kuajiri watumishi wa mikataba ili kutoa changamoto ya upungufu wa utumishi katika mamlaka za serikali za mitaa. Gerard Leonard na taarifa kamili. Dr. Dugange ametoa maelekezo hayo kwa wakurugenzi wa halmashauri nchini wakati akifunga mkutano wa 15 wa taasisi ya maboresho ya mamlaka za serikali za mitaa TOA uliofanyika kwa siku 2 katika ukumbi wa halmashauri ya jiji la Dodoma uliopo kwenye mji wa serikali Mtumba jijini Dodoma. Mamlaka serikali za mitaa zenye uwezo wa mapato ya ndani ya kutosha ziajiri watumishi wa mikataba kwa ajili ya kupunguza pengo la upungufu wa watumishi lililopo. Na katika eneo hili, ndugu viongozi, serikali imekuwa ikisisitiza mara kwa mara, na ofisi ya Rais TAMISEMI ilitoa mwongozo maalum wa namna ya kuajiri watumishi wa mkataba, na hususan kwa sekta ya elimu na sekta ya afya. Kwa hiyo niwaombe twende tukarejee mwongozo ule wa namna ya kuajiri watumishi, hususan makatibu tawala mikoa, tuwasimamie wakurugenzi wa serikali za mitaa ili waweze kuajiri watumishi yale maeneo ambayo yana upungufu mkubwa wa watumishi. Serikali imeleta fedha nyingi, imejenga zahanati, imejenga vituo vya afya, imejenga hospitali za halmashauri, imejenga shule, inaendelea kuajiri watumishi kwa awamu. Na hizi ziko halmashauri zina mapato mengi, bilioni kadhaa kwa mwaka. Zahanati haina mtumishi hata mmoja, au ina mtumishi mmoja tu, medical attendant. Haina clinical officer, haina muuguzi. Lakini pale kijijini au katika halmashauri hiyo kuna wataalamu vijana wetu wamegraduate, wapo wanasubiri ajira. Amesema serikali imeleta fedha nyingi katika halmashauri ambazo zimejenga zahanati, vituo vya afya, hospitali za wilaya na shule, na inaendelea kuajiri kwa awamu. Hivyo halmashauri zinazokusanya mapato ya kutosha zinapaswa kuajiri watumishi wa mikataba ili waweze kutoa huduma kwa wananchi kupitia miundombinu hiyo iliyojengwa na serikali. Watumie vijana wale kupitia taratibu za ajira kwa mikataba ili waendelee kutoa huduma kwa wananchi, lakini pia na wao angalau wapate kipato wakati wanasubiri ajira zilizo rasmi. Kwa ni waombe sana, twendeni tukafanyie kazi swala hili la ajira za mkataba kwa halmashauri zenye uwezo. Na kimsingi hakuna halmashauri ambayo haina uwezo kabisa. Kila halmashauri angalau zina uwezo kidogo. Na siku zote ofisi ya Rais TAMISEMI tunasema kama wizara hii itafanya kazi nzuri na kwa ufanisi, grading ya performance ya serikali yetu itakuwa zaidi ya 90%. Aidha, Dr. Dugange amehimiza kuwa siku zote ofisi ya Rais TAMISEMI inaamini watumishi wote walio chini ya TAMISEMI wakifanya kazi kwa bidii na ufanisi. Ni dhahiri kwamba kiwango cha utendaji kazi wa serikali kitakuwa ni zaidi ya 90%, kwani majukumu yanayotekelezwa na TAMISEMI yanawagusa Watanzania wengi. Sisi tuna manage wananchi, tunaongoza wananchi kwenye vijiji, kwenye vitongoji.
kwenye kata, kwenye tarafa, kwenye wilaya, kwenye mikoa, na hakuna Mtanzania hata mmoja ambaye haishi aidha kwenye kijiji au mtaa au kata au wilaya au mkoa. Kwa lugha nyingine, wateja wetu sisi ni Watanzania wote, na maana yake tukifanya kazi nzuri sisi, Watanzania wataifurahia kazi ya serikali yao, watatambua kwamba serikali yao inawajibika, inatatua kero mbalimbali, lakini inawezesha ujenzi wa miundombinu mbalimbali ambayo inatakiwa katika maeneo yao. Kwa upande wake, mkurugenzi wa tawala za mikoa wa ofisi ya Rais TAMISEMI Beatrice Kimoleta amesema kuwa TAMISEMI itaendelea kushirikiana na taasisi ya maboresho ya mamlaka za serikali za mitaa ili iweze kuwa imara na kutekeleza majukumu yake kikamilifu. Na asante sana Gerard Leonard kwa taarifa hiyo. Mtazamaji, na tufanya sasa tuangazie jijini Dar es Salaam. Imeelezwa kuwa kifo cha Yesu Kristo msalabani ni ishara ya ukombozi wa mwanadamu katika dhambi. Hivyo ni wajibu wa kila mwanadamu kutafakari mateso ya Bwana wetu Yesu Kristo kwa kuacha dhambi na kumrudia Mungu. Katika mahojiano yake na Upendo Media, mchungaji wa KKKT Dayosisi ya Mashariki na Pwani, mchungaji Alan Mbiso amesema ikiwa hii leo ni Ijumaa Kuu ya kukumbuka kifo cha Bwana wetu Yesu Kristo msalabani, ni vyema kila mtu akatafakari upendo wa Mungu aliyemtoa mwanae afe msalabani kwa ajili ya ulimwengu. Huyu hapa mchungaji Mbiso ambaye awali nimezungumza naye kuhusu siku hii ya Ijumaa Kuu. Linaitwa Ijumaa Kuu kwa sababu ndipo hasa lile tendo au matendo ya wokovu, kwa maana ya msalaba wa Yesu Kristo, kwamba anaingia Yerusalemu kifalme, anamshangilia kama mfalme. Israeli walifikiri kwamba wataokolewa katika utumwa wa Warumi, lakini kumbe aliyekuwa ametarajiwa anakuja kuokoa ulimwengu katika utumwa wa dhambi. Kwa walimshangilia sawa sawa na ilivyokuwa imetabiriwa, lakini hawakuelewa sana namna ambavyo Mungu anatimiza ahadi ya neno lake. Kwa hiyo ghafla walipoona anakamatwa, wakakata tamaa, wakasema asulubiwe. Wakakata tamaa kwamba Yesu amekamatwa, amesulubiwa, akafa. Lakini sisi katika siku ile ya mitende tunashangilia anaingia kuja kutuokoa, na tumetiwa nguvu katika ufuka kwake. Ni juma takatifu kwa sababu ni juma ambalo Yesu alipitia yale mateso ya msalaba na hata kufa, alafu akafuka tukapata ukombozi. Anasema kama Yesu akufuka, imani yenu ni bure. Kwa maana ni juma takatifu, wokovu wetu tunauona hapo katika hizi siku 7. Jinsi Mungu alivyotupenda sababu akamtoa mwana wake. Lakini pia tunaambiwa Yesu aliulilia mji wa Yerusalemu. Hivi hii kitheolojia ina maana gani eti? Yesu aliulilia Yerusalemu kwa sababu hakutambua majira ya kujiliwa kwake. Sema laiti ungalijua ya kupasayo amani. Na akasema nimejaribu kuwakusanya kama vifaranga, mara ngapi nimewakusanya kama vifaranga. Na Yerusalemu uwaue manabii. Kwa hiyo alilia kwa sababu Mungu alituma manabii Yerusalemu kutimiliza kusudi lake kwa watoto wake. Alafu mji wa Yerusalemu wakawaua manabii. Kwa hiyo analia kwamba badala ya kupokea kile ambacho manabii wameleta, wao wamewaua manabii. Hawakujua kwamba Mungu amewajiria kwa wema, wao wakafanya yasio wapasa. Na hapo pia alikuwa kitabiri kile ambacho sasa kinaenda kutokea, kwa sababu Yesu amekuja kutukomboa. Badala ya kumtendea mema, wakajikuta kwamba wamemsulubisha na kumuua. Japo sawa, utasema ndivyo ambavyo tuliokolewa, tungepataje wokovu asingesulubiwa. Na mchungaji, naomba tulizungumze japo kwa uchache wake Ijumaa Kuu pia, kwa sababu unajua Alhamisi huwa inaambatana na Ijumaa Kuu. Hii ni siku ambayo ina utulivu, na Ijumaa Kuu kibiblia inamaanisha nini? Ijumaa Kuu ni siku ambayo tunakumbuka na kuadhimisha kusulubiwa kwa Bwana wetu Yesu Kristo mpaka kufa kwa ajili ya dhambi zetu. Kwa hiyo tunasikitika kwamba aliyapitia hayo kwa ajili yetu, kwamba tulimkosea Mungu tukapotea. Kwa hiyo akateseka ili sisi turejeshwe kwa Mungu.
Kumbuka ya kwamba Mungu ni mwenye haki na hasamei dhambi bila kuona malipizi, bila kuona hukumu ikitekelezwa juu ya dhambi, na mshahara wa dhambi ni mauti. Mungu hajawahi kusamehe dhambi bila hukumu, ila amejiridhisha kwamba msalaba na kufa kwa Yesu una utoshelevu wa adhabu juu ya dhambi. Kwa sasa tukipokea kile ambacho Yesu amekipitia kama fidia, tunakubalika mbele za Mungu. Hiyo ni muhimu sana, kama tunakubalika mbele za Mungu. Sasa Ijumaa Kuu ni siku ambayo tunatafakari namna ambavyo aliteseka hata akafa kwa ajili yetu, ili sisi tuweze tena kurejea kwa Mungu au kukubalika mbele za Mungu. Otherwise, kinyume cha hapo kuna hukumu ya milele. Na huwezi kupona bila hilo. Na Biblia inatuonyesha wazi, Yesu alisema sikuja kuitangua Torati ila kuitimiliza. Torati inaeleza Mungu anataka nini, inatuonyesha dhambi, ila msalaba unatupa njia kutoka kwenye dhambi. Na Yesu alitimiza Torati. Moja ya maana ya Yesu kutimiza Torati sio kwamba alishika zile amri na nini, alipokea adhabu, yani msisitizo wa huko hakuwa na dhambi. Kwa hiyo na maana hakufanya makosa yote, hatuwezi kumhukumu kwa kuto kushika Torati. Lakini nachotaka kusema hapa kwamba alitimiliza kila adhabu inayompasa mwenye dhambi sawa sawa na Torati. Kwamba alichukua kila adhabu inayompasa mwenye dhambi sawa sawa na Torati. Kwa hiyo akatimiza madai ya Torati juu ya mwenye dhambi, ila yeye hakuwa na dhambi. Kwa kuwa hakuwa na dhambi, mwanadamu mwenye dhambi akikubali yale mateso na kile kifo kiwe fidia ya dhambi zake, kwa kuwa aliyeteseka hakuwa na dhambi na alifanya hivyo intentionally kwa ajili yake, basi anahesabiwa haki. Kwa hiyo ndio maana nasema huwezi kuhesabiwa haki bila malipo, na malipo yanayokubalika mbele za Mungu ni malipo ya msalaba, mateso na kufa kwa Yesu. Kila kilichofanyika kina nafasi yake. Kwa mfano, anasema kwa kupigwa kwake tulipona. Kwa kitendo tu cha kupigwa sisi tunapata uponyaji. Alichubuliwa kwa sababu ya maovu yetu. Kwamba kitendo cha kuchubuliwa tunaondolewa maovu. Sasa unaona hicho kitu. Lakini alikufa ili sisi tupate uzima. Kwa ni siku ambayo ni muhimu sana katika kanisa. Tunahitaji kutafakari hatima yetu katika Mungu. Kwamba namna ambavyo Bwana alitupenda akamtoa mwana wake, kwa sababu ndio hasa sababu ya Yesu kuja inaonekana hapo. Haya mtazamaji, ni mazungumzo yangu hayo na mchungaji Allen Mbiso ambaye nilizungumza naye awali kuhusiana na siku hii ya Ijumaa, na kusi pia nawe pia uendelee kuishi katika yale ambayo mchungaji ameyasema, na hasa kwenye kutafakari juu ya kifo cha Bwana wetu Yesu Kristo. Unaendelea kutizama Upendo TV habari popote pale ulipo, na mimi ni Francisco Nongoro. Asante kwa wewe ambaye unatufuatilia popote pale ulipo. Unaweza ukatufuatilia huko pia kwa njia ya YouTube channel yetu, tunapatikana kama Upendo Media, na kwenye kurasa za mitandao ya kijamii nyingine pia tunapatikana huko kama Upendo Media. Tuelekee sasa kule mkoani Kilimanjaro, ambapo askofu wa KKKT Dayosisi ya Kaskazini, Askofu Daktari Frederick Shaw amewataka vijana kuishi maisha ya kumtumaini Mungu huko katika hatua wanayopitia kwenye maisha yao, ili waweze kuondokana na changamoto za kimaisha zinazowakabili vijana. Rehema Abraham na taarifa kamili. Askofu Shaw amesema hayo wakati wa ufunguzi wa mkutano wa maburudisho ya Pasaka wa ushirika wa Kikristo wa wanafunzi Tanzania UKWATA mkoa wa Kilimanjaro, uliofanyika katika chuo cha Biblia na Theolojia Mwika mkoani Kilimanjaro. Amesema kuwa vijana wa Kikristo wanakabiliwa na changamoto mbalimbali zikiwemo vishawishi vya kimaadili, mafanikio ya haraka na mwelekeo unaotishia misingi ya kiroho, na ili kuzishinda ni lazima kijana akamtanguliza Yesu Kristo katika maisha yake. Kijana anapofanya maamuzi kuhusu taaluma, kwa mfano kazi, mahusiano, wakati wa kuoa au wakati wa kuolewa, anapaswa kumtafuta Mungu kwa njia ya kulisoma neno lake, kuliamini, kulitii na kwa sala, ili apate mwongozo sahihi.
Naelewa vijana wengi wameangukia pua kwa ajili ya kuzidiwa na pupa. Maisha usiyaendee kwa pupa. Muombe Mungu akuonyeshe njia. Zaburi ya 32 mstari ule wa 8. Nitakuonyesha, nitakushauri, nitakuonyesha njia utakayoiendea. Na mimi nitakushika kwa mkono wangu wa kuume, ndiye anayesema huyu Mungu. Kijana Mkristo, tazame Yesu. Jambo lingine, kuzishinda changamoto kwa imani katika Mungu wa Utatu. Shinda changamoto zote, kwa sababu Mungu wetu hashindi na kitu. Changamoto ziko nyingi, lakini kwa imani katika huyu Mungu wa Utatu, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, utazishinda. Kwa upande wake, katibu wa idara na wanafunzi Dayosisi ya Kaskazini na mratibu wa UKWATA mkoa wa Kilimanjaro, Mchungaji Matayo Mtui, amesema kuwa katika mkutano huo watawafundisha vijana mambo mbalimbali, ikiwa ni pamoja na kuwafundisha kuweka matumaini yao kwa Mungu pekee na sio kwa vitu au watu. Lengo la neno hili ni kuwasaidia vijana waondoe matumaini yao mahali pengine popote, waweke tumaini lao kwa Mungu wetu aliye njia, kweli na uzima. Wakimbie uchafu wote wa dunia, wakabidhi maisha yao kwa Yesu Kristo, ayaongoze na kuyatawala, awape uzima wa milele. Katika kongamano letu la mwaka huu, tumepanga vijana wetu wajifunze juu ya uzao mteule, watambue thamani yao, kwamba Mungu amewapenda, amewaumba kwa sura na mfano wake, amewakumbuka damu ya Yesu Kristo, amewatakasa kwa Roho wake Mtakatifu, na anataka kupitia maisha yao wamwishie, wamtumaini, wamtumikie maisha yao yote, mwishoni wakaurithi uzima wa milele. Nao vijana walioshiriki katika mkutano huo wamesema kuwa katika kukusanyika kwao inawasaidia kujifunza jinsi ambavyo wanaweza kumtegemea Mungu katika kila hatua wanayoipitia kwenye maisha yao. Napenda sana kualika vijana, hasa vijana kujiongoza katika maisha yao binafsi, mfano wanapofundishwa mambo kuhusu mambo utandawazi, wanaweza kujifunza namna ya kufanya kazi. Zaidi ya vijana 970 wamehudhuria kwenye mkutano huo kutoka katika majimbo ya Dayosisi ya Kaskazini. Nikiripoti kutoka hapa wilaya ya Moshi mkoani Kilimanjaro, mimi ni Rema Abraham, Upendo TV. Asante sana Rehema Abraham kwa taarifa hiyo kutokea huko mkoani Kilimanjaro, ambayo hivi sasa inatupeleka nyanda za juu kusini kule katika jiji la Mbeya. Msaidizi wa askofu wa KKKT Dayosisi ya Konde, Meshak Mjinga, amekumbusha Wakristo kutafakari damu ya Yesu Kristo iliyomwagika pale msalabani kwa ajili ya ukombozi wa mwanadamu. Kutoka mkoani Mbeya, Emmanuel Lulandala na taarifa kamili. Wito huo umetolewa na msaidizi wa askofu wa KKKT Dayosisi ya Konde, Meshak Mjinga, wakati wa ibada ya Ijumaa Kuu iliyofanyika katika usharika wa Rwanda uliopo jijini Mbeya, ambapo amewakumbusha Wakristo kutafakari mateso na kifo cha Yesu Kristo, ambacho kwacho kwa kufa kwake mwanadamu amepata ukombozi na kupitia damu iliyomwagika msalabani. Kifo cha Yesu msalabani ilikuwa mwanzo wa agano jipya. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu yeye mwenyewe alisema, ukisoma katika masomo yetu tuliyosoma jana, Luka 22:19-20, anasema maneno haya. Anasema ile damu yake ni damu ya agano jipya. Na hiyo damu imetoka wapi? Msalabani. Kwa hiyo pale msalabani ndipo tunapata agano jipya. Sisi ni watu wa agano jipya. Sisi tunatembea kifua mbele. Sisi tunafanya wana wa Mungu. Sisi ambao tunaweza kuamsha wakati wote ile damu ikafanya kazi. Kwa sababu ni agano jipya. Kwa hiyo tunaandikishwa agano jipya, sio ile la kale. Msalabani ni jambo la nne, ni kifo cha Yesu msalabani ilikuwa mwanzo wa agano jipya. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu yeye mwenyewe alisema, ukisoma katika masomo yetu tuliyosoma jana, Luka 22:19-20, anasema maneno haya. Anasema ile damu yake ni damu ya agano jipya. Aidha, mchungaji kiongozi wa usharika huo Israel Chipezia ameeleza umuhimu wa siku hii kwa Wakristo. Wakristo ni siku muhimu sana ya kujivunia, maana wokovu wetu ulipatikana siku hiyo. Na kwa kweli Yesu asingekufa, wokovu usingepatikana.
Kwa hiyo ni siku muhimu ambayo dunia nzima inaazimisha ikikumbuka kifo cha Yesu Kristo, na kwa sababu kifo cha Yesu Kristo alipokufa ndipo alipoudhihirishia ulimwengu kwamba amemshinda shetani na nguvu zake, na maana siku ya tatu alipofufuka akaonyesha wazi kabisa kwamba nguvu yake aliyosema imekwisha ikadhihirika katika wakati huu. Kwa hiyo kwa sisi wa Kristo kwa kweli ni siku ya baraka, pamoja na kwamba ni siku ya huzuni, lakini ni siku ya furaha kwa sababu kifo chake kimekuwa na manufaa makubwa ya kutukomboa sisi. Ni wito kama kanisa kwa watu wote kumwamini Yesu Kristo, kwa sababu wokovu wake ulikamilika. Damu yake aliyomwaga pale msalabani inaokoa ulimwengu mzima, haiokoe watu na kabila fulani tu. Huwezi kulinganisha na kondoo waliochinjwa kule Misri kwa kuwakomboa Waisraeli. Wale walikombolewa kutoka Misri kwenda Kanaani, lakini damu ya Yesu inatukomboa kutoka utumwa wa dhambi na kutuhakikishia kutuingiza katika uzima wa milele. Kwa upande wao, baadhi ya Wakristo waliohudhuria ibada hiyo wameeleza namna walichojifunza katika mahubiri ya neno la Mungu. Kifo cha Yesu ni faida kwetu sisi, na faida kubwa kwa sababu bila Yesu kufa msalabani sisi tusingeokolewa. Tumeokolewa kwa sababu hiyo. Kwa hiyo tuendelee kutumia damu ya Yesu katika mazingira yote, kwenye shida, kwenye raha, damu ya Yesu tusiiache. Hasa kikubwa ambacho mimi nimejifunza leo, ambacho msaidizi wa askofu amekaza, ni ile tabia ya Wakristo kushiriki meza ya Bwana kwa mazoea. Leo tumejifunza Yesu Kristo anaelekea msalabani kwa ajili ya mateso, ambako amemwaga damu ya thamani kwa ajili yetu. Katika hatua nyingine, Wakristo wamekumbushwa kukumbuka mateso ya Bwana wetu Yesu Kristo, kwa kuwa kifo chake kimeweza kumkomboa mwanadamu ili tupate kupona kwa njia ya msalaba. Hayo yamesemwa na Mwalimu John Kidumba wakati akifundisha katika ibada ya Ijumaa Kuu, ibada ya kumbukumbu ya kifo cha Yesu Kristo, ibada iliyofanyika katika kanisa la KKKT Dayosisi ya Konde, usharika wa Sayuni uliopo jijini Mbeya, ambapo amewakumbusha Kristo kukumbuka mateso ya Yesu pale msalabani kwa kuonyesha upendo na kuachana na uovu katika maisha yao, kwa maana Yesu alikufa msalabani ili sisi tupate kuokolewa na kupata wokovu na msamaha wa milele. Akatuweka huru mahali ambapo tulifungwa, akatuweka huru mahali ambapo tulikuwa kwenye mateso, akatutoa gerezani mahali tulikuwa tumefungwa. Neema yake na upendo wake ndio uliotukuta kutukomboa sisi. Bwana asifiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa upande wake, mchungaji wa usharika huo, Mchungaji Ambokile Mwanyiru, amesema siku ya kuteswa kwa Yesu ni siku ambayo alikufa kwa ajili ya kutuokoa Wakristo na kutuweka karibu na Mungu na kutufanya kuwa watoto wake. Siku ambayo kwetu sisi wa Kristo, kama kichwa chetu leo kinavyosema, siku ya kukumbuka kifo chake Bwana wetu Yesu Kristo, ni siku ambayo ni muhimu sana kwetu wa Kristo, kwa sababu Yesu Kristo alikufa kwa ajili ya dhambi zetu. Alikufa kwa ajili ya kutuokoa na kutupatanisha sisi na Mungu. Kwa nini nasema alikufa kwa ajili ya kutupatanisha? Kwa upande wake, katibu wa usharika huo na Etwe Mshani pamoja na Wakristo wengine wamemshukuru Mungu juu ya siku ya Ijumaa Kuu, siku ya kukumbuka kifo cha Yesu. Lakini pia tunaendelea kuwahamasisha na Wakristo wengine waiheshimu na kuipa kipaumbele siku hii ya Ijumaa Kuu, lakini na Pasaka kwa ujumla, kwa sababu Pasaka ni kitu ambacho kimetufanya sisi kuwatembea kifua mbele kwa kujiamini, kwa sababu tuna uhakika sasa wa kuiendea mbingu, ili mradi tu umemwamini Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Kwa neema tu tumefika mahali hapa kufanya ibada. Kwa hiyo leo kwa sisi wa Kristo tunakumbuka katika kumbukizi ya mateso ya Bwana wetu Yesu Kristo, ambayo siku ya leo ndio ambayo anateswa na anaangikwa pale msalabani. Kutoka hapa katika usharika wa Rwanda uliopo Dayosisi ya Konde, jimbo la Mbeya Mashariki, Emmanuel Lulandala, Upendo TV. Asante Emmanuel Lulandala kutokea huko nyanda za juu kusini na ni katika jiji la Mbeya. Hivi sasa tunaelekea kule jijini Arusha. Wito umetolewa kwa viongozi wa kisiasa, kidini, serikali na jamii kuitunza amani wakati huu nchi inapoelekea katika uchaguzi mkuu wa rais, wa bunge na madiwani, kwani hiyo ndiyo tunu iliyoleta upendo, umoja na mshikamano katika nchi ya Tanzania. Eli Huruma Chao na taarifa kamili. Rai hiyo imetolewa na makamu mwenyekiti wa CPCT mkoa wa Arusha, Askofu Shadrack King'ori,
akiwa mgeni rasmi katika ibada ya Ijumaa Kuu iliyoandaliwa na Umoja wa Makanisa wa mkoa wa Arusha na kufanyika katika viwanja vya Sheikh Amri Abedi mkoani Arusha. Amesema kuwa ni jukumu la kila Mtanzania kuilinda amani ya nchi kwa kuiombea. Ni jukumu la kila Mtanzania, ni jukumu langu binafsi kupitia Pasaka hii nijaribu kufikiria nitoe mchango gani kwa ajili ya mji huu ambao Bwana amenipa, ili amani ya mji wangu na amani ya nchi ya Tanzania iendelee kudumu. Tunahitaji sisi kama Watanzania, viongozi wa wananchi na viongozi katika imani, tuongeze kiwango cha kuwavumilia Watanzania ambao wametofautiana katika mitazamo yao. Tunahitajika kutoa mchango wa maombi kwa ajili ya kuifanya Tanzania iendelee kufaa kwa ajili ya ibada kama hizi. Akimkaribisha mkuu wa mkoa wa Arusha, makamu mwenyekiti wa umoja huo, askofu wa Jimbo Kuu Katoliki Arusha Mhasham, Askofu Isaac Amani, amesema jamii inapaswa kukemea vitendo vya kikatili vinavyofanyika katika jamii kwani vinaondoa amani, huku mkuu wa mkoa wa Arusha Mheshimiwa Paul Makonda akiwasisitiza viongozi wa dini kuihubiri amani wakati huu wa uchaguzi mkuu. Kuna migogoro na ukatili katika familia zetu wa Kristo na wasio wa Kristo. Kwenye ndoa kuna changamoto kubwa mno. Kuna uadui ndani ya familia, ndugu hawaelewani. Kuna uadui kati ya wakulima na wafugaji. Iko migogoro katika watu hawa, kukata na kuua mifugo ya wafugaji. Sasa hayo ni viashiria. Tunapaswa kujipanga Tanzania iwe kweli ni nchi ya amani, sio kuimba amani, ni kutafuta amani. Tuko kwenye mwaka wa uchaguzi. Watumishi wa Mungu, niwaombe sana, niko chini ya nyayo zenu. Semeni yale mlioasikia kutoka katika kiti cha enzi. Semeni yale ambayo Mungu amewapa kuyanena kupitia Roho Mtakatifu, sio yale ambayo tunawaambia sisi wanasiasa. Hapa nilipo mimi ni mwanasiasa, nitakwambia mambo ya chama changu. Atakuwepo mwingine wa chama chake, atakwambia mambo ya chama chake. Lakini ili wewe upate kibali mbele za macho ya Mungu, yatamke yanayotoka kwenye kiti cha enzi, kwa kuwa ndani yake yana uponyaji. Awali akizungumza kwa niaba ya askofu wa KKKT Dayosisi ya Kaskazini Kati, msaidizi wa askofu wa dayosisi hiyo Mchungaji Lareto Loishie amesema kila mtu anapaswa kumshukuru Mungu kwa uhai alionao. Mungu ametupa uhai, ndio maana tuko hapa leo. Uhai huu tulionao, amani tulionayo, afya tulionayo, tunaweza tukatoa sauti, tunaweza tukahubiri. Haya ni matendo makubwa ya Mungu. Kati ya mambo mengi ambayo yamezungumzwa katika eneo hili ni pamoja na kuiombea amani nchi ya Tanzania katika kuelekea uchaguzi wa rais pamoja na wabunge utakaofanyika Oktoba mwaka huu. Kutoka hapa katika uwanja huu wa Sheikh Amri Abedi uliopo katika jiji hili la Arusha, mimi ni Eliuruma Chao, Upendo TV, habari. Haya mtazamaji, ni Brighton huyo Mwambora na undani wa taarifa hiyo. Na hivi sasa basi tuelekee tena nyanda za juu kusini katika mkoa wa Njombe. Wakristo wamekumbushwa kuwa kitu chenye thamani kubwa ni roho zao, hivyo wanapaswa kuzitunza kwa gharama yoyote, kwa kuwa miili yao itakufa, lakini roho zitakwenda kwenye hukumu ya haki. Erasto Kikwala na taarifa kamili. Wito huu ameutoa msaidizi wa askofu wa Dayosisi ya Kusini Njombe, Mchungaji Dr. Johnson Gudaga, wakati wa ibada ya Ijumaa Kuu iliyofanyika katika kanisa la mtaa wa Kana KKKT usharika wa Njombe, ambapo wamesema kitu chenye thamani kubwa ni roho zao.
Kama kuna kitu cha kuhakikisha unakitunza kwa gharama kubwa, ni roho yako iwe na uhusiano mkubwa. Tunatumia nguvu kubwa sana kuutunza mwili. Yes, tutunze mwili, lakini kama kuna kitu ambacho unatakiwa kukitunza kwa gharama kubwa kuliko yote, ni roho yako, kwa sababu roho ndio itakayoenda kumwona Mungu. Roho yako ndio itaenda kumwona Mungu. Mwili huu utalala tu mavumbini. Sisi ni mavumbi, tutarudi tena mavumbini, tutakuwa udongo. Ndio maana nasema kama kuna kitu cha kutunza kwa gharama kubwa, ni roho yako. Kwa upande wake Mchungaji Metusela Mselela amewasihi Wakristo kuwa tayari wakati wote, huku akisisitiza umuhimu wa kuwalea watoto katika kumjua Mungu na kulitumikia kanisa kwa uaminifu maisha yao yote. Ni kuishi maisha ya upendo, maisha ya amani, maisha yenye kumtaka Mungu. Kwa sababu Yesu alifanya haya, alisukumwa na upendo. Kiangalia kwenye familia nyingi sasa hakuna upendo. Watu hawajitoi kwa ajili ya mtu mwingine, lakini Yesu alikuwa tayari kujitoa kwa ajili ya watu wengine, kwa ajili yetu. Na sisi tuwe tayari kujitoa kwa ajili ya watu wengine. Naye mwinjilisti mstaafu Paulo Chenga amesema kupitia kifo cha Yesu Kristo, Wakristo wamepata neema ya kumwomba Mungu moja kwa moja pasipo kuhitaji makuhani au watumishi kama waombezi wa mahitaji yao. Yesu Kristo alishafungua mlango pale ambapo pazia la hekalu lilipasuka. Kwa hiyo sasa kila mmoja yuko huru kumwendea Bwana moja kwa moja. Na mkazo wa mafundisho umeonyesha kwamba tusitegemee maombi ya watumishi tu, bali maombi yetu yapelekwe moja kwa moja, kwa sababu mlango umefunguliwa na Bwana wetu Yesu Kristo pale ambapo pazia lilipasuka. Nikiripoti kutoka Njombe, mimi ni Elasto Kikwara, Upendo TV, amani kwa wote. Aya, ni Elasto Kikwara huyo na taarifa hiyo kutoka Njombe kwetu huko bana sisi. Tuangazie hii jijini Dar es Salaam. Mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam Albert Chalamila amewahakikishia wakazi wa mkoa huo kuwa mkoa uko salama, na amewatoa hofu kuwa hakuna taasisi, mtu wala dini yeyote itaruhusiwa kuvunja au kuvuruga amani ya nchi. Chalamila amesema hayo leo katika mkutano na waandishi wa habari jijini Dar es Salaam, ambapo amesema mkoa wa Dar es Salaam umejipanga kama kielelezo bora cha kulinda amani na kutoa onyo kwa wananchi yoyote atakayejaribu kuvunja amani hiyo. Nitumie nafasi hii kwamba hili kwa Wakristo wote, tupo katika Juma Kuu, Holy Week, na kuanzia jana Alhamisi Kuu, leo Ijumaa Kuu, na kesho kutu ambayo ndio Pasaka. Nitumie nafasi hii kuwatakia kila laheri kuanzia siku ya leo au siku ya jana ya Alhamisi Kuu, kupitia leo ambayo tunaita ukimya mtakatifu, Holy Silence. Akizungumzia ufanyaji biashara wa saa 24 katika soko la Kariakoo, amesema kwa sasa ujenzi wa soko jipya umekamilika kwa 95% na kutoa rai kwa wafanyabiashara kuendelea kufanya biashara zao bila hofu yoyote kwa kuwa ulinzi umeimarishwa, huku akiwataka wamachinga kuwa tayari kufungua njia kwa ajili ya viongozi kuelekea katika ufunguzi wa soko hilo. Wakasherekee sherehe hizi kama ambavyo sherehe za Idi ziliisha. Sherehe za Idi ziliisha vizuri pasipo vurugu, na kwa mantiki hiyo ni waombe Wakristo wote wa Dar es Salaam wawe kielelezo cha amani, kielelezo cha misamaha, kielelezo cha upendo, kama ambavyo Yesu Kristo mwenyewe ametamka dhana ya upendo kama sheria mojawapo kuu ya Mungu. Hali kadhalika amewasihi Wakristo wote kusherehekea vyema sikukuu ya Pasaka kwa kuhakikisha wanalinda amani ya nchi, wanatangaziana msamaha na wanadumisha upendo kama yalivyokuwa maagizo ya Yesu Kristo. Tazamaji, ni kutoka katika jiji la Dar es Salaam hilo ambalo tumehakikishwa usalama na mkuu wa mkoa
ni mwenyekiti wa kamati ya ulinzi na usalama ya mkoa, si ndivyo? Sawa. Tusalie bado jijini Dar es Salaam. Jamii imekumbushwa kusimamia kweli na kutenda haki na kufanya kazi kwa bidii ili kuwa baraka kwa familia, kanisa na taifa kwa ujumla. Tupate taarifa kamili. Hayo yameelezwa na baadhi ya wachungaji wa KKKT Dayosisi ya Mashariki na Pwani kwa nyakati tofauti walipotembelewa na Upendo Media kwenye ibada ya Ijumaa Kuu ambapo Wakristo ulimwenguni huadhimisha kifo cha Yesu. Mchungaji Patrick Duge wa mtaa wa Pugu Newland amesema kifo cha Yesu kiwe alama ya kukumbusha kufanya tathmini juu ya mienendo yao kwa ajili ya kesho yao, huku mchungaji Edison Mgeni na mchungaji wa Pugu Kajiungeni Subiri Kakuga amesema Watanzania wanapaswa kufa na Yesu kwa kuacha kila baya na maovu ili kusimama upya kwa ukamilifu. Moja niloliona kwamba hapa duniani hata kama tuko vipi, ili mradi tukimwamini Yesu alikufa kwa ajili ya dhambi zetu, Yesu anabeba dhambi zetu, Yesu anatusamehe. Kwa mtazamo wa kawaida tunaona aliundiwa mambo magumu sana, aliundiwa vitu vigumu kabisa vya kusababisha na kuhakikisha kwamba hakika lengo kubwa linatimia la kusulubiwa. Hizi ni njama ambazo zilifanyika. Ni kweli hata katika maisha haya, maisha ya kawaida, unaweza ukafanyiwa njama na watu wakafanikiwa kwa ajili ya maisha yako, kwa ajili ya kuharibu maisha yako. Ndugu zangu wapendwa, natoa wito sana hata wale ambao wamepita katika mazingira haya ya kufanyiwa na kutengenezewa au mizengwe ili kusulubiwa katika maeneo mbalimbali. Jitahidi katika kipindi hiki cha Pasaka, jitahidi kutoa msamaha. Sisi basi iwe ni njia yetu tunapoelekea Pasaka, na hasa siku ya leo Ijumaa Kuu, kuachilia, kusamehe, kutenda yaliyo makusudi ya Mungu, ili kifo cha Yesu msalabani kiendelee kuwa na maana sana kwenye maisha ya Ukristo wetu. Nao baadhi ya wainjilisti Razalo Masegese amesema kifo cha Yesu kiwe na ushuhuda wa maisha kwa kuacha kutengenezea watu mitego miovu ili waanguke kwenye hatia, maana ni chukizo mbele za Mungu. Lakini hata Plato alipomweka kila wakati wakitaka kuuliza maswali, aliona na kama mwenyewe akaona kabisa kwamba hana tatizo, lakini Wayahudi wakaweka makusudi. Lakini tunaomba tu kwamba Yesu Kristo aliwasamehe na sisi bado tunaenda kusameheana watu. Hii ni ujumbe alioweka Yesu Kristo, na sisi tumesimama kama watumishi, lazima tuwe na msamaha wa kila jambo lolote kifamilia. Baadhi ya washarika akiwemo mwenyekiti wa Umoja wa Wanawake Usharika wa Kitunda Relini Anita Nsemwa wamesema kifo cha Yesu ni ushuhuda dhidi ya dhambi, hivyo kila mmoja anapaswa kusimamia haki na kweli ili kuwa na kesho iliyo bora. Ningeomba tuendelee kuwa wanyenyekevu, kwani Mungu yupo kila wakati na anahitaji tuwe magotini kwake ili aweze kututunza na kutulinda katika maisha yetu. Kwa kweli kwa sisi tunaona ni upendo wa aina gani Yesu alitupenda. Tunajifunza mambo mengi sana. Tunajifunza jinsi Yesu alivyoweza kuwasamehe hata wale waliomkosea. Siku hii ya leo mimi napenda tu kuwaasa vijana unakuta kwamba kwenda kanisani hawapendi. Wakienda kanisani wanaenda kwa sababu. Basi niwaombe, nitowe wito. Pasipo Yesu hutaweza kufanikiwa chochote. Tujue kwamba Yesu ametupenda na ndio maana ameweza kufa kwa ajili yetu ili sisi tuokolewe, tukombolewe. Na kwa damu yake Yesu Kristo sisi tumekombolewa. Kufa kwake Yesu kulisababishwa na dhambi zetu. Kwa hiyo tunapaswa kukumbuka hii siku kwa kujirekebisha na kuona kwamba yale mabaya ambayo tumezoea kuyatenda tuyaache. Hakika mateso ya Yesu Kristo yalikuwa ni kwa ajili yetu sisi ili atukomboe na dhambi za ulimwengu huu. Na hata yote ambayo mateso aliyopitia Yesu hakuwa na hatia, lakini ilibidi yatimie maneno haya kwa sababu
ili sisi wanadamu tuweze kukombolewa, na kupitia mateso yake na damu yake kumwagika pale juu msalabani, sisi tupate kukombolewa. Haya, mtazamaji, taarifa hiyo kutokea jijini Dar es Salaam ndio inatufanya tuweke nukta hapo kwenye habari za kitaifa kutoka hapa Upendo TV Habari. Mimi niko nawe Ijumaa ya hii leo. Jina langu ni Francisco Nongoro, na hivi sasa basi tunapata mapumziko mafupi, alafu tukirejea hapa Gerald Leonard atakuletea habari za kimataifa.